Jeshi la anga la Ukraine limethibitisha kuwa Urusi imezindua na kurusha kombora la kisasa la Zircon Hypersonic Cruise Missile wakati wa shambulizi la usiku wa kuamkia Januari 20 mwaka 2026. Tofauti na mashambulizi ya awali ambapo Zircon ilizinduliwa kutoka kwenye meli za kivita au manowari, safari hii kombora hilo limeripotiwa kuzinduliwa kutoka kizindua cha ardhini kinachohamishika, yani mobile ground launcher, kilichoko katika rasi ya Crimea, eneo linalobishaniwa kimataifa. Hili linaashiria jaribio la kwanza la kivita combat test la mfumo wa ardhini wa Zircon, hatua inayofungua ukurasa mpya katika mkakati wa ulinzi wa pwani na mashambulizi ya masafa marefu ya Urusi. Kombora la Zircon ni matokeo ya mabadiliko makubwa katika falsafa ya vita vya makombora. Tofauti na makombora ya kawaida ya cruise au ballistic, Zircon lilibuniwa ili kujaza pengo ambalo mifumo ya ulinzi wa anga ya magharibi haikuandaliwa kukabiliana nalo, kwa maana shambulizi linalofika kwa kasi ya hypersonic lakini linabaki ndani ya anga kwa muda mrefu, likibadilisha mwelekeo na likivuka maeneo mengi ya ufuatiliaji bila kutoa nafasi ya majibu ya haraka. Zircon hutumia injini ya scramjet ambayo huanza kufanya kazi baada ya kombora kufikia kasi ya awali kupitia roketi ya kizindua. Injini hii haibebi oksijeni yake, badala yake hutumia oksijeni ya hewani inayopatikana ndani ya anga. Hii ndiyo sababu kubwa inayowezesha Zircon kudumisha kasi ya Mach 8 hadi Mach 9 kwa muda mrefu badala ya mlipuko mfupi wa kasi kama ilivyo kwa makombora ya ballistic. Katika hali ya halisi ya mapigano, hii inamaanisha kuwa kombora linaweza kusafiri umbali wa hadi kilomita 1000 huku likibaki ndani ya urefu unaoruhusu udhibiti wa mwelekeo na marekebisho ya mwisho ya shabaha. Katika safari yake, Zircon halifuati mstari mmoja ulionyooka. Huendesha safari yake kwa mwinuko wa katikati ya kilomita 20 hadi 40 juu ya uso wa dunia, urefu ambao ni chini sana kwa rada za mapema za ballistic, lakini juu kuliko kile ambacho mifumo mingi ya ulinzi wa anga imeboreshwa kufuatilia kwa ufanisi. Kadri linavyokaribia shabaha yake, kombora hushuka kwa kasi kubwa huku likibadilisha mwelekeo kwa ghafla. Mabadiliko haya ya mwendo si mapambano ya kiteknolojia. Yamekusudiwa kuvuruga kabisa hesabu za kukadiria mwelekeo ambapo makombora ya kuzuia hutegemea. Ingawa Zircon lilibuniwa kimsingi kama kombora la kuharibu meli za kivita, hasa manowari za kubeba ndege na meli kubwa za kivita za NATO, usanifu wake uliachwa kwa makusudi uwe na uwezo wa kushambulia malengo ya ardhini. Tofauti na P-800 Onyx ambalo linaweza kushambulia ardhini kwa kiwango fulani lakini kwa kasi ndogo, Zircon lina uwezo wa kufika kwenye malengo ya ardhini kwa muda mfupi sana kiasi kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine au NATO hupata dirisha la sekunde chache tu za tahadhari. Hii ndio sababu matumizi yake dhidi ya Ukraine, hata kama si ya mara kwa mara, yana uzito mkubwa wa kisaikolojia na kimkakati. Hatua ya hivi karibuni ya Urusi ya kulizindua Zircon kutoka kizindua cha ardhini kinachohamishika ni mabadiliko ya kimfumo katika matumizi ya silaha hii. Hapo awali, Zircon lilitegemea majukwaa ya majini kama frigates, cruisers na manowari za nyuklia za daraja la Yasen M. Haya ni majukwaa yenye uwezo mkubwa lakini pia ni machache kwa idadi na yako chini ya ufuatiliaji wa karibu wa satellite za magharibi. Kwa kuhamishia Zircon kwenye kizindua cha ardhini, Urusi inapanua kwa kiasi kikubwa maeneo ambayo kombora hili linaweza kurushwa, huku ikipunguza gharama na hatari za kupoteza majukwaa ya majini. Kizindua cha ardhini cha Zircon kinafanana kimuundo na mfumo wa Bastion, lakini uwezo wake ni wa kizazi tofauti kabisa. Pale ambapo Bastion ilibeba P-800 yenye kasi ya Mach 3, mfumo mpya unabeba kombora linalosafiri kwa kasi karibu mara 3 zaidi. Kwa maana ya kijeshi, hii ina maana kwamba eneo lote la Bahari Nyeusi pamoja na sehemu kubwa ya Ulaya Mashariki linaweza kufikiwa kwa muda mfupi sana kutoka Crimea au pwani ya Urusi bila hitaji la meli kusogezwa mbele. Kuingizwa kwa Zircon katika silaha za Urusi pia kunapaswa kueleweka kama mbinu ya kufidia udhaifu wa meli za uso za Urusi. Tangu kusambaratika kwa Umoja wa Kisovieti, Urusi haijajenga destroyer au cruiser mpya kwa idadi kubwa. Badala ya kushindana na NATO kwa idadi ya meli, Urusi imechagua kuwekeza katika makombora yenye uwezo wa kuharibu au kuzuia meli hizo kwa umbali mrefu. Zircon kwa kasi yake, masafa yake na ugumu wa kuzuilika ndilo jiwe la msingi la mkakati huo. Katika muktadha wa vita vya Ukraine, matumizi ya Zircon kutoka ardhini hayalengi tu uharibifu wa kimwili wa shabaha. Lengo kuu ni kuonyesha kuwa hata mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga inayoungwa mkono na NATO ina mipaka yake, na kwamba Urusi bado ina uwezo wa kuanzisha vitisho vipya vinavyolazimisha upande wa pili kurekebisha mkakati, kuhamisha rasilimali na kutumia fedha nyingi zaidi katika ulinzi badala ya mashambulizi. Kwa kifupi, Zircon si kombora la kushambulia tu, ni chombo cha kisiasa na kisaikolojia.
linabadilisha hesabu za muda, umbali na majibu katika uwanja wa kivita. Ndio maana kuonekana kwake katika kizindua cha ardhini si tukio la kawaida la kijeshi, bali ni ishara ya wazi kwamba Urusi inaendelea kuhamisha vita kuelekea enzi ambayo kasi na kutoweza kuzuilika ndizo silaha kuu.